Sawa, tuombe kwanza, tuombe ndio tuanze mkutano wetu. Tosha wewe bwana. Sawa, tutulie na tuombe. Pasta, tuombe. Twende pasta. Basi haya, tunyamaze kwanza tuombe. Sawa 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 sawa, haleluya. Haya basi, wacha kwanza tuombe pamoja. Asante sana. Ndio wale mlikuwa mnataka kofia mmepata.
Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mheshimiwa Rais our fifth yuko pamoja nasi sasa, na tunaanza maombi. Tunataka tuombe pamoja. Kila mmoja uko kwa kiwanja, inua mkono juu tuombe. Kila mmoja uko kwa kiwanja, kila mmoja, walio nyuma, walio mbele, wote tutulie, inua mkono juu tuombe. Kwanza tuachane na vuvuzela na tuachane na virimbi, tuombe. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema, ni Mungu mwaminifu. Wewe unaweza yote na yote ni wewe. Wewe ndio ulikuwa na sisi kuanzia mwanzo na uko pamoja nasi sasa. Ulikuwa na sisi wakati tulipoomba 2013 na ukamleta Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na Deputy President wakakuwa mamlakani. Hata sasa hivi Baba, tunakuomba tena kwa sababu ya kinyang'anyiro kilicho mbele yetu. Nikisema UDA unasema kazi ni kazi. UDA. Nikisema UDA unasema kazi ni kazi. UDA. Hello, say 1 2. Haya. Kindoja wa. Haya, nikisema UDA unasema kazi ni kazi. UDA. Asante. Mheshimiwa Mureithi. Tusalimiane hivyo. Salimiana hivyo. Harambee. Mimi nafurahi sana kwa sababu umekuja kwa wingi kukaribisha chief hasla wetu Deputy President hapa Jacaranda. Namkaribisha. Wangapi wanamkaribisha tuone? Mimi na Masinde na Umwanga tuhakikishe hii kiti ya Embakasi hii tumeikomboa.
Tunakubaliana hivyo? Lakini nyinyi watu ya Lower Savana, kuanzia tarehe 17 ni siku ya kuchukua kura. Mtachukua kura? Mtachukua kura? Wangapi watachukua kura? Wangapi watachukua kura? Haya, nikisema harambee nasema wera ni wera. Harambee! 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 Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, mheshimiwa Sindi. Haya. Nikisema harambee, mnasema UDA. Harambee! Harambee! UDA! UDA! Nataka kusikia Ruto, 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 Ruto. Sawa. Unajua walisemaje? Walisema ati UDA haiwezi ingia Embakasi East. Walisema ati UDA haiwezi ingia Jakaranda. Tumeingia, tutaingia. Tumeingia, tutaingia. Tuko ndani, hatuko ndani. Nyote walikuwa wanasema watatupanga, tutawaambiaje? Tunawaambiaje? Mpango wote ambao tumeleta Embakasi East ni ya bottom up, ni ya bottom. Tuambie mpaka wasikie, ni ya bottom, ni ya bottom. Asanteni sana. UDA, sema kazi ni kazi. UDA. Wacheni niwafundishe wimbo moja inasemanga hivi. Naruto kiboko yao. Naruto kiboko yao. Naruto kiboko yao. Naruto kiboko yao. Haya, kwa heshima nikubalisheni niite mheshimiwa Meja Dong. Jakaranda umekuwa wengi. Sisi wote tunasimama na hasra. Sisi wote tunasimama na hasra. Hebu nione kwa mkono wote tunasimama na hasra. Wacha nione na mkono na hasra. Wacha nione na mkono. Kwa majina naitwa Benjamin Gaviro Mwangi ama Meja Dong, mbunge wa Embakasi ya Kati. Na leo tunafurahi kwa sababu tumekuja kusimama hapa tukiomba kura ya tarehe 9 mwezi wa 8. Si ni kweli? Tutasimama na hapa. Tutajiandikisha kura wenye hatujachukua kura kutoka kesho. Kesho ndio tunaanza mass voter registration. Si ni kweli? Tukifuata maneno ya hasira tunasema ni bottom. Mungu awabariki. Haya. Kwa heshima mheshimiwa Nixon Korir. Harambee! UDA! Bas, naona hapa leo kumepamba, si ndio? Watu wanasema watu ni mahasla, watu wa hasla, wapi hasla. Leo tumekuja hapa Jakaranda. Na nataka niseme hivi, uchaguzi ambao unakuja mwezi wa 8 ni kati ya mtu ambaye ako na track record ambaye anaitwa William Ruto na ule mwingine wa vitendawili. Si mnajua hivyo? Nyinyi mtachagua vitendawili ama track record? Wale ambao wanajipanga kwa mahoteli, sisi tunawaambia hatupangwi. Mnawaambia vipi? Kama vijana, unajua tunasikia wale ambao wapinzani wetu wanasema wao wakichaguliwa wakuwe marais watapatia shilingi 6,600. Tunataka tuwaambie sisi hatutaki handouts. Sisi tunataka pesa ya kufanya miradi, si ndio? Sisi tunataka kazi. Sisi tunataka
pesa ya kufanya miradi, hatutaki handouts. Watu wa Jacaranda munasema munataka kupangwa ama mpangwingwi? Munataka kupangwa ama mpangwingwi? Tarehe 9 mwezi wa 8 tunachukua, tunaweka. Asanteni sana. Wapi nduru ya Mheshimiwa KJ? Mheshimiwa KJ! Huyo ni KJ kutoka Dagoretti, na kule Dagoretti hatupangwingwi. Embakasi munapangwangwa. Hawa vijana ambao wamejitokeza hapa leo wamedhihirisha kwamba Nairobi ni mji wa mahasla na William Samoei Arap Ruto. Wangapi wanasema Nairobi ni Ruto? Watu wa Ruto Nairobi, ili muweze kupiga kura, hakikisha kila mkijana kuanzia tarehe 17 uende uchukue kura yako, ujitayarishe, tuingize rais wetu hasla. Hata hapa Nairobi line-up itakuwa ni hasla kuanzia juu hadi madiwani. Embakasi munapangangwa, munapangangwa. Kutoka Dagoretti nilikuwa na kuna MCA Kirago na MCA Wahinya, na watu wa Embakasi kwa mara ya mwisho, wangapi watachagua Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto? Asanteni sana. Mheshimiwa Simon Mbogwa Yala 1. Makofi kwa Mheshimiwa Simon Mbogwa. Haya vijana 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 UDA bas, sisi ni watu wa bottom, sisi ni watu wa bottom. Ni wangapi wanasema ni watu wa bottom up? Ni watu wangapi wanasema ni wa William Samoei Ruto? Hii chama yetu ni chama ya watu wa chini, na tunataka tuinue watu kutoka chini tukiwaleta, tukiwatoa chini tukiwaleta. Na mimi naitwa Simon Mbogwa, nasimama kule Starehe. Kwa hivyo asanteni sana. Mama wetu Mama Miradi yuko wapi? Wangapi wanajua Mama Miradi? Mama Miradi, karibu tafadhali. Tunachukua, tunaweka. DJ tunachukua, tunaweka, na tunaweka nani? Ruto. Unaweka Ruto, unaweka Ruto, unachukua, unaweka Ruto, unachukua, unaweka Ruto. Miradi Millicent Omanga na wania kiti cha Nairobi Women Rep. Na pia Women Rep tunafanya aje? DJ unaniangusha. Women Rep tunafanya aje? Ndio. Sawa. Tunachukua
tutakuwa tunaweka ndani. Sisi hapa Embakasi tulichagua women rep wa Nairobi. Tulichagua na women rep ako na pesa zaidi ya milioni 100 ya kuja kusaidia kina mama na vijana hapa chini. Embakasi East mmefikisha hiyo pesa. Pesa imefika hapa kwa kina mama. Vijana mmepata hiyo pesa. Sasa ndio na warai. Ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, kwa sababu tunaenda uchaguzi, mimi nawaomba watu wa Embakasi East mnipatie hiyo nyadhifa niwahudumie kama mama county. Tuko pamoja. Mtanipatia hiyo nyadhifa. Hebu nione kwa mkono. Tumesema tunafanya hiyo kazi pamoja. Na mimi nasimama. Mimi ni food soldier wa UDA. Wangapi wako UDA hapa? Sisi wote tuko UDA. Aya, nikisema Harambee tutasema kazi ni kazi, ama wera ni wera. Sawa? Tunasema UDA. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. Harambee! Harambee! UDA! Na mimi ningewaomba, kwa sababu sisi wote tutachagua William Ruto. Hebu nione kura za William Ruto. Wacha nione kura za William Ruto. Kutoka kule juu tunachagua president wetu William Ruto, ndio kinara wetu wa UDA. Governor tutachagua governor wa UDA. Senator tutachagua senator wa UDA. Tuko pamoja? DJ anaweka, anachukua, DJ bado kupendwa na Haya. Kwa hivyo tumekubaliana form ni UDA. Form ni bottom up. Asanteni sana na wapenda watu wa Embakasi East. Harambee! Harambee! UDA! UDA! Sasa wapi nduru ya Nelson Havi? Nduru ya Nelson Havi! Nelson Havi! Twende Nelson. Harambee! Mimi naitwa Nelson Havi, nagombea kiti cha ubunge Westlands. Lakini nimekuja hapa Embakasi East kumuomba mambo kadhaa. La kwanza, mchague mbunge aliye na heshima, mbunge aliye na maongezi bora. Kuna wanaume wawili hapa, mtawachagua? Msichague ule jamaa wa matusi tafadhali. Mmenisikia? La pili, mchague MCA wa UDA. Mtamchagua? La tatu, mchague woman rep wa UDA. Mtamchagua? La 4, mchague governor wa UDA. Mtamchagua? La 5 na la mwisho ni nani? Mtachagua nani kama rais? Bas, mimi kama mwanasheria mkuu niko hapa kuhakikisha kwamba economic model ya bottom up inapata msingi. Wakijua wahenga walisema aliye juu mngojea chini, sivyo? Watu wa Embakasi East nataka mseme aliye chini mngojee juu. Aliye chini. Bas, mbarikiwe sana. Asanteni. Harambee! Wapi nduru ya
Harambee! Harambee! UDA! UDA! Asanteni Nairobi. Mnataka tupangwe raundi hii? Mnataka tupangwe? Tumekuwa tukipangwa miaka mingi. Raundi mnataka tupangwe? Hatupangwingwi. Kwa hivyo 2022 hatupangwingwi. President wetu ni nani 2022? William Samuel. Mko tayari vijana? Tuanze na mama mboga huku chini. Twende kwa watu wa mkokoteni. Mtu wa kuuza njugu. Kwa hivyo tunaanzia chini tukikuja juu. Tumechoka na keki inapikiwa juu ikikuja chini. Si ni kweli? Kwa hivyo tunataka keki sisi watu wa chini tunaipika tukipeleka juu. Tumeelewana? Asante Embakasi. Hey DJ, ngoja kidogo DJ. Hebu inua mkono moja kwa hewa, inua mkono moja kwa hewa. Nataka mnifuate sasa ili ijulikane Kenya mzima Embakasi inasema namna gani. Wote pamoja. Nikisema Emba unasema Ruto. Emba Sasa mtasikia sauti ya baba yao mwenyewe Mheshimiwa Ferdinand Waitito. Tusalimiane kwa hewa. Watu wa Embakasi. Mimi ni baba yao. Na mnajua nilikuwa mjumbe wenu. Si ni kweli? Sasa vile nataka mjue. Leo tuko hapa kwa sababu ya kulete Chief Hasala ambaye atakuwa rais na ashughulikie maslahi yenu. Vile naambie huyu Mheshimiwa William Ruto, tunataka sisi akuwe rais ndio ashughulikie maslahi ya yule mtu mdogo, na ndio kwa maana ako na policy ya bottom up. Mnajua bottom up? Wala wanajua tuone? Wala wanajua bottom up? Bas, sasa nikisema harambee mnasema UDA. Harambee! Hebu tuinue mkono watu ya UDA. Salamu za William Ruto. Asante sana. Wapi kelele ya baba yao? Ngoja kidogo tupangane kazi. Ngoja kidogo. Nataka nijue ni wangapi wanataka kusikia sauti ya Mheshimiwa Naibu wa Rais William Ruto. Wangapi? Kabla sijakuletea nataka nikujulishe kwa wajumbe wa kutoka sehemu mbalimbali za Kenya, na sasa na kuitia mwalimu namba 1. Wapi kelele ya Mheshimiwa Sosion? Haya. Pigia mwalimu makofi. Haya. Good afternoon class. Harambee. UDA. Kasi ni kasi. Mimi mnanijua. Nyinyi mnanijua. Ningependa kusema kwamba tarehe 9 mwezi wa Agosti kura ya Kenya itakuwa kura ya kipekee, kura ya mapinduzi, kura ya kupigana na umaskini. Zaidi itakuwa ni kura ya kuchagua rais wa kipekee ambaye atafanya kazi mzuri zaidi kuliko rais yeyote. Na huyo ni nani? Katika ile mpango ya bottom kwenu nyinyi watu wa Embakasi, bottom up, watu waelewe.
Ya kwanza ni kumaanisha kwamba ajira ya vijana itakuwa inapatikana na tena biashara itanawiri. Nikimalizia, ningependa kusema kwamba katika mwaka 2002 walimu na wafanyakazi na trade unions katika Kenya walisimama na kuchagua Kibaki. 2013 tulisimama na kuchagua Rais Uhuru Kenyatta. 2022 trade unions wote, wafanyikazi na walimu, na mkiona niko hapa, walimu wote wako ndani ya UDA katika Kenya. Tunasema tutachagua Rais William Samoei Ruto awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Ai, embasikiza. Haya DJ. Tunasema ni Hasla Ruto ndani ya State House. Je, hapa Nairobi munasemaje? Munataka nani? Tunataka Ruto. Munataka nani? Munataka nani? Nikiuliza munataka nani, munasema munataka Hasla. Munataka nani? Munataka nani? Na mimi nasema kama mama wa Kiambu, hata kama ni nini naendelea, sisi tumesimama na William Samoei Ruto. Hebu nione ni akina nani wanasimama na Ruto, nione hivi, nionyeshani hivi. Asanteni sana. Haya DJ. Watu wa Emba, angalia ni hapa mbele huko, atupangwingwi, mkutano iko sambamba. Weka mikono ya Mheshimiwa Ruto kwa hewa waone. Weka kamati ya roho chafu ione. Haya, sasa nataka nikuletee kutoka eneo la Kisii Mheshimiwa kijana wakili, Mheshimiwa Silvanus Osoro. Haya DJ. Arambe. Niliambiwa tukikuja hapa hatuna kura hata moja. Hebu nionyeshe mikono ya William Samoei Ruto nione. Embakasi, nionyeshe mikono ya William Ruto tafadhali. Chama ni gani? Na rais ni nani? Ni nani anaenda nyumbani Bondo mwaka huu? Ni nani anaenda nyumbani? Ni nani atashindwa kura? Hebu nionyeshe mikono ya William Ruto tena nione kwa mkono tafadhali. Tumekuja kuambia nyinyi namna hii, kuna project mbili. Kuna project ya wananchi na kuna project ya state. Project ya state ni wale wengine wanajipiga kifua, wanasema watatuma machief wawalazimishe muwapigie kura. Na kuna project ya wananchi ya Hasla ambaye anaitwa William Samoei Ruto. Ile sisi tunaomba nyinyi watu wa Embakasi, tafadhali, kwa sababu ni wakati wa siasa, vijana tuwe na amani. Tusikize kila kiongozi, tusikize kila mtu ambaye anaomba kura.
Wakati wa kupiga kura hakuna mtu atakulazimisha upigie kiongozi fulani. Wewe ndio utaamka asubuhi uende upigie mtu kura. Kwa hivyo lazima kila mtu awe na ruhusa ya kukampeni mahali popote. Na sisi kama UDA hatupangwingwi. Tutakampeni kila mahali. Na sisi ni watu wa amani. Wale wa kurusha mawe na siasa mbaya tunawajua. Sisi UDA tunakaribisha kila mtu akuja afanye kampeni yake ya amani. Na nyinyi msifukuze mtu yeyote. Hata wiki nyingine ikija hapa, wale wengine wakija hapa muwakaribishe. Wakienda kwingine muwakaribishe. Kwa sababu sisi tunataka siasa ya amani na siasa ya upendo. Ni akina nani wanasema siasa ya upendo na amani? Nione kwa ishara ya mikono. Na kwa hivyo vijana, tafadhali usikubali kutumika na mwanasiasa yeyote. Hata mimi usikubali kuambiwa wewe enda kule urushe mawe, wewe enda kule upige ule. Mimi nikiwa mbunge sasa hivi mshahara ni mimi peke yangu nakula na bibi wangu na wale wasichana natongoza. Kwa hivyo acha kukimbiza kutafuta vilivyo watu namna hiyo ovyo ovyo. Waachana, kila mtu afanye kampeni itakavyo. Wewe huwezi kula pesa yangu, lakini warembo watakula. Wacha maneno yako haribu mikutano ya watu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aha. Hey. Asante. Che. Haya. Embakasi mkutano imerudi form. Inua mkono moja kwa hewa. Sema UDA. Hiyo tani Embakasi. Hiyo tani UDA. Hawa watu wote ni watu wa Ruto. Hii jeshi yote ni mahasla wa Nairobi. Sasa nataka tuingie kwa maheavy hitters. Na kabla hatujaingia kwa maheavy hitters, kuna kijana wa nyumbani hapa, Mheshimiwa Momanyi atasema jambo tu. UDA. Hebu inua mikono vijana UDA. Ruto. Naibu wa rais ya vijana wa Embakasi East wanakupenda. Leo kama sisi watu wa Embakasi East, sisi ni watu tunaishi na amani. Sisi ni watu tunatambua vijana. Sisi ni watu tunapenda kufanya kazi kwa umoja. Sisi tutachagua MCA UDA. Ampi mtachagua nani? Juma napo mtachagua nani? Senata mtachagua nani? Na president wa Kenya mtachagua nani? Mtachagua Ruto. Hamna mkono ya William Ruto. Thank you, God bless you. Sasa tumeingia kwa wazito. Nataka nisikie shangwe, nduru na vigelegele vya chairman wa chama kikubwa kabisa hapa Afrika Mashariki. Wapi kelele ya Mheshimiwa Seneta Muthama? Hey! Haya, salamu kwanza ya chama cha UDA. Harambee! UDA. Tumekuja hapa na rais mtarajiwa wa 5 katika taifa letu la Kenya, ambaye ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na sisi wa Kenya, chaguo letu kwa sasa, tumeamua kwamba tutaandamana na Mheshimiwa Ruto kwa sababu yeye ndiye analeta siasa ile inajali maskini katika taifa letu la Kenya. Na wale wengine mnaona ndio hawa wanatuma watu hapa kuja kutupa mawe kando. Na tunajua mwenye uchokozi Kenya ni nani? Mnamjua? Ni nani? Mtu anachokoza watu Kenya katika kila siasa
na kuleta fujo ni Raila Amolo Odinga, na tunataka kumwambia hata faulu siku zake zimehesabiwa, na katika ulingo wa siasa ya Kenya hayupo tena. Na kama wanafikiri watatutisha eti tuache kuandama ukweli na kuzungumza ukweli, wajue huo ni uongo mtupu na hatubabaishwe na mtu. Wakenya mtababaika, nyinyi mtatishwa na mtishiki. Siasa ya Mheshimiwa Ruto ni ya kwenda chini na kuleta wananchi juu. Wale wengine wanakaa na kuambiwa watapewa kiti na mtu fulani. Hii kiti ya urais ni ya Wakenya au ni ya mtu mmoja? Wangapi mtaamua au mtaamuliwa na mtu mwingine? Wachaneni na ile mbwembwe, ile ina kazi. Ile haitubabaishi sisi, tumezoea ile. Tumekunywa tiangazi, tumeshiba. Hii ni mswaki, hapana kitu. Ukiona inakuja chukua warudishie. Tuko pamoja. Wangapi wanasema hivyo? Harambee! Wananchi mtapikia Ruto kura kwenda Ikulu kuwasaidia nyinyi. Nionyesheni kura, nionyesheni kura. Mimi sioni mkono huko, nataka mkono ya Ruto. Mungu awabariki na mkae salama, tuko imara, atubabaiki. Ruto ni mwanaume, atishiki, na tulioko nyuma yake atutishiki. May God bless you. Thank you very much. Hey, DJ. Haya, weka mkono moja kwa hewa. Niki Harambe. Nikisema UDA unasema kazi ni kazi. UDA kutoka jirani wetu wa Nairobi na kupeleka hadi eneo la Kikuyu, Mheshimiwa Anthony Kimani Waishang'wa. Embakasi. Sijui wote Embakasi ni watu wa amani. Hebu tuwaambie wale wanapanga njama za fujo Kenya hii, tuwaambie, tuonyeshe kwa mikono watu wa Embakasi ni watu wa amani. Mimi nataka niwaambie watu wa Embakasi, nyinyi ndio mmeona shida ya serikali isiyowajali mahasla na wananchi kawaida. Biashara zenyu hapa Manyanja Road zimebomolewa juzi. Mliona mtu ya kitendawili akiwatetea? Aliwatetea? Nataka niwaambie, the biggest impediment to our national unity through the instigation of ethnic divisions is none other than the state project ya Bwana Kitendawili. Through the instigation of ethnic divisions is used Babu Owino and the other shenanigans to cause disunity in Embakasi East. Watu wa Embakasi kikabila. We want to tell you, Mr. The politics of ethnic divisions, the politics of ethnic incitement are behind la mwisho, sababu sisi ni watu wa amani.
ni watu tunaotaka Kenya moja. Sisi ni watu tuliona Kenyatta ashike wale wezi wa COVID, billionaires wa KEMSA, awapeleke kamiti. Wafungwe wasifungwe. Let me also remind you, Mr. State Project 2012, you told the people of Kenya that Uhuru Kenyatta and William Ruto belong to prison. The people of Kenya voted for them to the man to become president and deputy president. Kama huna habari, bwana State Project, wacha nikupashe. Huyu William Ruto unayesema utapeleka kamiti, huyu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunampeleka State House. Tunampeleka wapi? Tunampeleka wapi? Ati anaenda wapi? Therefore, bwana State Project, tunajua wewe ni project ya Uhuru Kenyatta na COVID cancer billionaires. We want to tell you today from Embakasi East, kwenye unajigamba ati ni ngome ya yule kijana wa kupiga DJ risasi na kwa karibu awe kijana mwenzake. We want to tell you today, Mr. State Project, you may think you have the protection of the state to instigate violence here or anywhere else in Kenya, but the people shall never allow you to take this country where you took us in 2007, 2008. Harambe! Harambe! UDA! Nikisema kazi ni kazi, mnasema amani. Harambe! UDA! Kazi ni kazi. Nyinyi ni watu wa amani. Mutamkataza yule State Project bwana kitendawili kuleta vita Kenya hii akishinda uchaguzi? Mtamkataza? Na mwisho, Mr. State Project bwana kitendawili, today standing in Embakasi, nataka nikuulize, wewe ni mzee, respect your age. Tuambie kesho ama leo ukishindwa uchaguzi mwaka huu, kama utakubali umeshindwa na uende nyumbani. Harambe! UDA! Kazi ni kazi. Asante, Mungu awabariki. Na muwaambie Embakasi, muwaambie watusikize kwa makini. Kama kuna watu wa kuzua uoga, sio mahasla. Mahasla ni roho juu. Hatuwezi uzua uoga. Hatuwezi uzua uoga ya state. Hatuwezi uzua uoga hata kutoka State House. Sisi ndio wenye nchi. Asante, Mungu awabariki. Nairobi City kumejeka kama haki, songa tusijali, hatukudauti. Safi DJ, safi DJ, safi DJ. Kabla sijamleta hapa mheshimiwa Duale, wangapi wanataka kusikia sauti ya Duale? Kabla sijamleta, kama sijaleta mheshimiwa Leader Duale, nataka nikuletee gavana anayesubiri kuapishwa hapa Nairobi. Tafadhali wapi kelele ya mheshimiwa Bishop Margaret Wanjiru. Tumekuja kwa upendo mwingi.
za Nairobi zinakuanga zinafanana. Nairobi hatunanga maji, saa ingine tunapata once a week, na hiyo wiki moja hata saa ingine sio maji safi. Jambo la pili, barabara zetu vile zilikuwa miaka 10 iliyopita kabla kuchagua gavana wa kwanza na tukachagua wa pili, bado barabara zetu zimekaa zinaweza pandwa viazi, si ndio? Wafanyi biashara ndogo ndogo wanalipishwa pesa. Siku ya leo Mungu atujalie kama chama ya UDA na kama Bishop Margaret Wanjiro kama gavana wa tutaondoa hiyo malipo ya kila siku, ndio na waweza kupata faida na waweza kujiinua kiuchumi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Niongeze nyingine, tumefika kiwango ambacho lazima tujihadhari. Hawa vijana wetu naona wamejaa 5 bila kazi na bila pesa. Sisi kama chama ya UDA, sisi tunasema bottom up. Pesa juu kwanza wagoje, hawa wako hapo chini kwanza wapate, si ndio? Nataka kumalizia na haya. Wakati ambapo tunafanya siasa za Nairobi, tunaomba umoja. Ukabila, hakuna ukabila katika chama yetu ya UDA, na tunataka kila watu tupelekane pamoja kabisa kabisa bila ukabila. Na sasa wapendwa, ninauliza, ni nani ana kura ya Dr. William Ruto? Hebu nione. Haya. Nani ana kura ya mama Bishop Margaret Wanjiro? Nawapenda UDA, hatutawaangusha. UDA tutawafanyia kazi. UDA tutawahudumia. UDA mtapata basari. UDA maisha yetu itainuka na shetani yakae chini ya miguu yetu na wananchi wainuke. Mungu atutende mema katika jina la Yesu Kristo. Nawapenda na Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Haya, hebu kabla tujasikia sauti ya mheshimiwa naibu wa rais, nataka niwaite aspirants wetu wa Senate, watasema jina tu. Haya. Aspirants wetu wa Senate watajitaja jina. Haya, pigia wale wanawania kiti cha Senate makofi wakija. Kwa haraka ndio boss aseme. Hey! Haya, sema jina lako ili tuite mheshimiwa naibu wa rais. Bwana asifiwe. DJ Crown Redeem hapo hivyo. Bwana asifiwe. DJ. Mungu Baba twaomba ulinde. DJ Crown Redeem, nini mbaya? Aya, kwa wale wanijui, mimi naitwa Mr. Iggy Rafton, na mimi mko tayari kunipatia kiti cha useneta Nairobi? Weka mkono hapa juu. Kila mtu. Wapi shangwe na vigelegele? Weka mikono. Embakasi twende. Ulinde. Kila mtu imba. Twende uko sioni mkitupa mikono. Embakasi. DJ. Mko sawa? Mimi ninasema, mbona t-shirt imeandikwa nini? T-shirt imeandikwa nini? Huku tunaweka ngumi zote juu, ama ni moja ama ni mbekze? Ngumi moja ama mbekze?
naomba kwa unyenyekevu unipatie Senator Nairobi Rafton, sawa? Alafu tarehe 9 mwezi wa 8 tunapatia Hasla upresident. Wapi nduru ya Hasla? Haya, kwa sababu ya wakati sitawachilia microphone, utajitaja kwa majina. Harambee! Harambee! Mimi naitwa Karen Nyamu na ninasimama kiti ya Senate hapa Nairobi. Na ninasema mwaka huu kitaeleweka. Hapa Nairobi tutajua mbivu na mbichi. Siasa za mawe zinaisha mwaka huu. Siasa za mbio zinakuja kuisha mwaka huu. Tunakomboa hii jiji na hii nchi kama Hustler Nation. Sasa harambee! Watajitaja jina tu, kujitaja jina. Kitaja jina, haja jina. Kwa majina naitwa Masaki Samuel ama Super Senator Masaki. Mimi nasimama kiti ya Senator Nairobi na saa hii tunasema tunaenda kukomboa vijana Nairobi. Thank you sir. Na huyu hapa? Harambee! Kwa majina naitwa Milton Lucheri. Senator ni mmoja, nimesimama kiti ya Senate Nairobi County. Kwanza harambee! Haya, sema jina. Harambee! Mimi naitwa Kendrick Namal, MP Bondo constituency. Harambee! Harambee! Kanithi Njumbi, Senator Nairobi County, na si mnajua farasi ni nani? Harambee! Naitwa Alpha Mohora, wasewaso tutaonana. Harambee! UDA! Jina. Catherine Wekesa, Nairobi Women Rep. Hakuna mwingine, ni Catherine Wekesa. Jina. Harambee! Wakili Morajon aka Mama Maendeleo, Women Rep Nairobi County 2022. Harambee! Harambee! Kwa majina naitwa Cleophas Kio, napigania kiti cha governor wa Nairobi. Nataka kushikana na Hasla tuondoe violence Nairobi. Haya. Niko hapa na Mheshimiwa MCA Musili ambaye pia atakuwa anawania kiti cha naibu wa governor. Sema jina Mhesh. Naitwa Patrick Musili Mbagula, Deputy Governor Nairobi, running mate wa Bishop Margaret Wajiro. Nawapenda sana, Mungu awabariki. Haya, na mjumbe wa area hii aseme jambo moja ili tuitishe wageni. Halo Lower Savannah. Mimi kwa majina naitwa Frank Gogo. Twende. Na this time round nakaribisha kila mtu Lower Savannah. Uko wa chama gani ama chama gani? Si mnajua tumehama ile chama ingine. Kwa hivyo hatupangwi this time ati wanasema sijui ati Lower Savannah ni stronghold ya sijui watu gani. Tumeamua this time Lower Savannah ni UDA. Tumetoka ile chama ya kunyanyana Makene ndio upatiwe certificate. Ni sawa? Mungu awabariki and I wish you all the best. Thank you so much. Wapi kelele ya Mheshimiwa Adan Duale? Haya. Emba. Haya, sasa huyu ni Mheshimiwa Adan Duale. Bas. Watu wa Embakasi East, hamujambo? Asalamu alaikum. Wana mko chonjo kabisa. Sisi wafuasi wa William Ruto, sisi tunawaletea chama ya kitaifa ambayo inaunganisha Wakenya. Tunawaletea sera ambayo inaitwa bottom up. Lazima uchumi wa hii nchi ibadilike.
iteremke na itoke juu ikuje paka chini kwa mtu wa kawaida. Hiyo mmekubali? Mmekubali? Na sisi and I want to tell Raila Odinga, mimi nilikuwa mwanzilishi wa chama cha ODM. Raila Odinga, our competitor, you are a man of violence. Tangu 1982, 2007, 2013, 2017, paka wewe ukapendua katiba ukajiapisha. You are the man who committed a treason in our country. Alafu sasa wewe unatuambia ati ukishika ushukani utashika waizi. Mimi nataka nimwambia wewe na ndugu yako Uhuru Kenyatta, you have so many corrupt individuals from the COVID billionaires. Nataka muanzishe sasa na mushike wale waizi wako na nyinyi. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na tunamwambia, we are telling, wewe kijana ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Ngoja ataongea. Mimi nataka nimwambie from Embakasi na Babu Owino asikie. Babu Owino, we are telling you, if you think you can win the next election in Embakasi East through violence, we are telling you, wewe kijana umepotea. Na sisi tunasema the next contest, the 2022 contest, ni kati ya kibaraka ya serikali, kibaraka ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kibaraka ya serikali, na sisi tuko na kiongozi ambaye ni kiongozi ya wananchi. There are two candidates. One is a government project and the other one is the people's president. Arambe! Arambe! UDA! UDA! Finally, I want to speak to the IG of police. I want to speak to the guys who are in charge of the criminal justice system. You cannot treat the people of Kenya selectively, that you are those who can unleash violence like Babu Owino and Raila Odinga, and then you come and tell us that there is hate speech. We want to tell NCIC and the criminal justice system, you better apply the law equally and not selectively. Tumekubaliana? Na wafuasi wa UDA hawatatishwa. Wafuasi wa UDA hatutishiki na hatupangwi, na tutaenda kila mahali ya Kenya, kila pembe la Kenya. We want a very peaceful, transparent election. Wangapi wanasema tunataka amani? Wangapi wanasema tunataka uchaguzi wa amani? Pigia mheshimiwa Dulla makofi! Kwa mara ya kwanza hivi leo na Embakasi na waletea
tafadhali tuweke hii chini. Ataongea tafadhali. Tafadhali. Hata wao tafadhali tuweke chini kidogo. Embakasi, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani jameni, nione watu. Basi wangwana wa Embakasi, mimi kwanza nimefika hapa leo nikiwa nimekuja kuwashukuru wangwana wa Embakasi. Mimi na Mheshimiwa Rais tulikuja hapa Embakasi tukaomba kura yenu na mulitupatia na mkatuongezea maombi. Mimi nimefika leo Embakasi, watu wa Embakasi niwaambie asante sana. Embakasi nimesema asante sana. Embakasi East nimerudia kusema asante sana. Mimi nataka niwaeleze hivi. Kwa hiyo kazi mlitupatia hapa Nairobi, tumejenga barabara kilomita 150 mpya hapa Nairobi, zikiwemo barabara za hapa Eastlands. Hapa Nairobi tumeunganisha stima watu 500,000 hapa Nairobi. Hapa Nairobi tumefanya kujenga Technical Training College 170 za Kenya na 4 za hapa Nairobi. Munanielewa watu wa Nairobi? Mimi ninajua ya kwamba bado tuko na deni ya watu wa Nairobi ya mambo ya barabara na mambo ya maji na mambo ya sewage system. Nimetangaza, tafadhali tuweke hii mbao chini tafadhali kwa heshima. Atakuja kuongea, nitamuita. Sawa sawa. Tukiwa hapa Nairobi, mimi nataka niwaambie hivi. Tukiongea na nyinyi hapa, tayari tuko na mradi wa bilioni 10 ya sewage system ya watu wa hapa Eastlands. Na mimi nataka niwaambie watu wa Eastlands, nyinyi kama wananchi wa Nairobi, ni lazima muwe na mahali pa maji taka kama sehemu zingine za Nairobi, ndio Nairobi ijulikane ni city ya Republic of Kenya. Tunaelewana wangwana wa Nairobi? Na mimi nimefika hapa leo pia kuwaambia mfereji mkubwa saa hizi inaendelea kujengwa na itakamilika hivi karibuni. Hiyo mfereji ambayo inaitwa Eastern Pipeline ndio italeta maji hapa Embakasi, ilete maji Kasarani, ilete maji Dandora, ilete ya kwamba Eastlands iko na maji ya kutosha. Na hiyo maji itotoka katika mradi wa kule Karemenu, mradi wa Ruiru 2 na mradi ambao tumekamilisha ambayo ni ya Northern Collector Tunnel. Watu wa Nairobi mnanielewa? Nairobi mnanielewa? Tafadhali weka hiyo kibao yako chini tafadhali. Kuna watu wengi huko nyuma wanataka kusikia maneno inaendeleaje. Nairobi tuko sawa? Nairobi tuko sawa? Ndio mimi nimefika hapa leo kuwauliza watu wa city ya Nairobi. Kwanza mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Kanairo, mimi nawauliza, si Kanairo ni mtaa wa mahasla? Si Kanairo ni mtaa wa mahasla? Wale wanasema Kanairo ni mtaa wa mahasla nione kwa mkono. Na mimi nataka niwaambie, sawa sawa, mimi nataka niwaambie, mwaka huu, mwaka gani? Mwaka huu tunaunda serikali ya mahasla mabwenyenye, wapende wasipende. Wewe mnanielewa? Watu wa hapa Eastlands, watu wa Embakasi, Jacaranda, mimi nauliza nyinyi, mtakubali tupangwe na vita ya mawe? Mtakubali tupangwe na ukabila? Mtakubali eti tupangwe na vitisho? Mtakubali eti tuuziwe uoga?
Wale wanafikiri wanaweza kutuuzia siasa ya mawe, tunawaambiaje? Ati hapa Jacaranda tunawaambiaje? Ati hapa Embakasi East tunawaambiaje? Mimi nawaambia watu wa Nairobi, kuna watu wachache kwa kiburi na madharau wanafikiria ya kwamba eti kwa sababu wako na pesa wanaweza kutupanga sisi. Mimi nataka niwatangazie mabwenyenye na wale wanafikiria ya kwamba kwa madharau wanaweza kutupanga. Hata kama uko na bilioni ngapi kwa akaunti yako, wewe uko na kura moja kama mama mboga wa hapa Jacaranda. Munanielewa? Jacaranda, munanielewa? Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, sawa sawa, hii ndio mwaka tutamaliza kiburi, tutamaliza madharau, tutamaliza siasa ya mawe, tutamaliza vita ya kisiasa na tutaweka heshima kwa Wakenya wote. Munanielewa? Ati mzee wa kitendawili, ati wanaweza kutupanga na mzee wa kitendawili, ati akuja abadilishe katiba, aongeze alafu ati anapanga ati handouts kwa hawa vijana. Mimi nataka niwaulize, jameni watu wa Embakasi, nyinyi ni watu wa kupangwa na siasa ya mawe? Nyinyi ni watu wa kupangwa na vitisho? Munawaambiaje? Ati munawaambiaje? Ati munawaambiaje? Ati munawaambiaje? Munasema atupangwingwi. Hebu nione wala wanasema atupangwingwi, atupangwingwi, atupangwingwi. Tuko pamoja. Ndio mimi nasimama hapa mbele yenu. Sawa? Hii shida mnaona hapa ya mawe, mimi namwambia bwana kitendawili, uko na miezi 6 peke yake ya kutumia hawa vijana vibaya na kuwatupisha mawe. Baada ya miezi 6 hawa watu tutawapangia ajira na biashara. Mr. Kitendawili, you have only 6 months my friend. Hii siasa yako ya vita, siasa yako ya kupanga vijana na kuwatupisha mawe, hii siasa yako ya mawe, you have only 6 months. Baada ya miezi 6 hawa vijana hautawapata tena, kwa sababu hawa vijana tutawapanga na ajira na tutawapanga na biashara. Ndio mimi nataka niwaambie vijana wa hapa Eastlands, vijana mnanisikia? Mnanisikia? Mimi nawaambia hivi, mwaka huu, mwaka gani? Mwaka huu, mwaka gani? Mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, mimi nataka niwaambie, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka pesa ya serikali bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro-processing, value addition, pamoja na manufacturing, ili tupange ajira ya hawa vijana. Mnanielewa jameni? Tunaelewana? Msikuwe na wasiwasi. Hii mambo ya mawe tunaimaliza mwaka huu. Tunaelewana? Jambo la pili, sisi tunasema wera ni wera, tunasema kazi ni kazi. Na mimi nataka niwaambie wakaaji wa Nairobi, mwaka huu sawa, wale munakepa pesa kwa Shylock, wale munakopa pesa kwa Fuliza, niko na habari njema kwenu. Mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni 50
kwa hazina ya wafanyabiashara wadogo wadogo kama nyinyi. Mnanielewa? Na hiyo bilioni 50 hautaenda kutafuta huko kwa county, hautaenda kutafuta kwa constituency. Hiyo bilioni 50 tunakuletea mpaka kwa wodi yako. Wewe mama mboga na bodaboda utaendea pesa yako ya biashara hapo kwa wodi yako hapo karibu na wewe. Ninyi mnanielewa watu wa Kanairo? Kanairo tunaelewana? Jambo la tatu, mimi nawaambia hivi, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wanapata msaada, wazalishe mazao zaidi na tuzalishe chakula ya kutosha. Tuondoe mabroka, tuondoe makatel, ili tuhakikisha ya kwamba chakula inapatikana kwa bei nafuu na kila mmoja wetu anapata nafasi ya kulisha familia yake. Watu wa Embakasi mnanielewa? Embakasi mnanielewa? Jambo la 4 na la mwisho, mimi nawaambia hivi, mwaka huu kila mmoja wetu, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, kila mmoja wenu hapa, kabla ya mwisho wa mwaka huu, kila mmoja wetu atapata bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wetu. Na wewe muungwana wa hapa Embakasi, utaenda hospitalini, utatibiwa na utaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Wangwana wa Islam, tunakubaliana? Hebu nione kwa mkono wale wanasema tunakubaliana, tunakubaliana. Nikisema Harambee tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! 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 Mimi nataka niwaambie hivi watu wa hapa Embakasi. Mimi nataka nimwambie rafiki yangu. Sawa sawa, tafadhali kidogo nitamuita. Tamuita. Sawa sawa. Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao, marafiki zetu ambao tunashindana na wao, na waambia waacheni vitisho, waacheni mambo ya kutuuzia uoga. Mimi I want to tell our friends, we will not buy fear from you. We will not buy threats. I have seen you have started to threaten people. I have seen you have started to organize incitement and to organize citizens to plant seeds of hate. I want to tell you, my friends, you will not succeed in dividing Kenyans again. Hamwezi tena eti kuwagawanya wa Kenya. Tunaelewana? Tunaelewana? Na mimi nataka nimwambie bwana Kitendawili, my friend, the master of violence, wewe umetupangia mambo ya fujo, umetupangia mambo ya fujo huko Kondele, umekuja hapa ukapanga fujo hapa Embakasi East. Wewe ndio signature yako, tunajua hii mambo ya violence. Mr. Master of Violence, I want to tell you, this violence you have organized in this republic, and you want to use violence as a means to get to public office. I want to tell you, Mr. Kitendawili, you will not succeed. This violence, you the master of violence, and you want to tell us that you are interested in the unity of our nation. From Chagaranda, here in Chakaranda, these young people you are using to throw stones, they are only available to you for the next 6 months. After that, these young people, they will be unavailable, because we will give them jobs and we will make them work for their sweat.
Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na mimi nataka nimwambie bwana Kitendawili, vita ya mawe, vitisho ambayo unajaribu kuniletea mimi, my friend, mimi sijanunua fear from anybody. Na mimi nataka nikuambie, usipoteze nafasi yako na muda wako kujaribu kututisha. Usipoteze muda wako ati kujaribu kutisha mimi. I am beyond kutishwa. I am beyond fear, my friend. Ninyi mnanielewa? Sasa wewe mtu ya treason unaweza kutisha nani? A man who commits treason in his own country pretends that he can threaten anybody and he can sell fear to anybody. I want to tell you from Nairobi, hii ni siku zako za mwisho. Hapa Kenya hatuwezi kukubali tena siasa ya fujo na mawe. Hatuwezi kukubali tena hiyo vitendawili na hiyo mambo yako yote. Tunakuambia, and I want to say from here Jacaranda, tunaelewana? 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 Wale watu ambao wanajulikana kwa kupiganisha wa Kenya, wanajulikana kwa kutumia vijana kutupa mawe, wanajulikana kwa kujiapisha, wanajulikana kwa kukataa matokeo ya uchaguzi. Hawawezi kutuambia chochote ama kututisha kwa njia yoyote ama kuambia vijana wa Kenya kwa njia yoyote. Hayo mnayosema ati mnataka kupatia hawa vijana handouts, mimi nataka nikwambie bwana Kitendawili, hiyo ni matusi. Hawa vijana wa Kenya hawa sio wa kupangwa na handouts. Hawa vijana wa Kenya ni wa kujipanga na ajira na kujipanga na biashara. Hawawezi kupangwa na mambo ya fujo. Ninyi mnanielewa? Tunaelewana Jacaranda? Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, vijana mko? Vijana mko? Nataka nimwambie kila kijana wa Kenya, wewe kijana ya Kenya, usikubali kutumika na kibaraka yeyote ati wewe akupatie pesa kidogo ati upigane na Wakenya wenzako, ati umtupie Mkenya mwenzako ati mawe. Huyo umwambie atafute bibi yake na atafute mtoto wake aende apigane na mawe. Ninyi mnanielewa? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, kesho ndio tunaanza mambo ya registration ya vijana. Mimi nawauliza vijana wote wa Kenya, tafadhali kila mmoja wenu uende uchukue kadi ya kura, ndio upige kura mahali ambapo unapata ajira, upige kura mahali ambapo utafanya biashara, upige kura mahali ambapo utapata chakula kwa bei nafuu, na upige kura upate kadi ya NHIF. Alafu upige kura uondoe viongozi wa kupiganisha wa Kenya, na upige kura uondoe kibaraka yeyote ambaye anapanga kutumia vijana kutupa mawe. Watu wa Embakasi tunakubaliana? Watu wa Embakasi tunakubaliana? Wale ambao wamepanga mambo ya kupiganisha vijana hapa na mawe, tunawaambiaje? Tunawaambia shame on you. Tunawaambia nini? Tunawaambia nini? Bwana Kitendawili tunamwambia nini? Bwana Kitendawili tunamwambia nini? Mr. Kitendawili, shame on you kwa kupanga hawa vijana ati wapigane na mawe na wewe unajienjoy. Tumeelewana watu wa Embakasi? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi niko na maneno moja tu nataka nimuulize Bwana Kitendawili. I want to tell my friend Retinga, don't waste your time with the threats. Don't waste your time with blackmail.
don't waste your time selling fear to us. We will not buy violence from you. I want to tell you one thing that we expect from you. We expect from you, Bwana Kitendawili, an undertaking that when you lose the elections on the 9th of August this year, you are not going to organize violence. You are not going to swear yourself in. You are not going to organize mano. You are going to go home. Tunaelewana? Wacha nimwambie kwa Kiswahili. Bwana Kitendawili, wacha kupoteza muda yako ati unatupangia vitisho. Wacha kutupoteza muda yako ati unatuuzia uoga. Wacha kutupoteza muda yako ati unapanga mambo ya mawe hapa. Mimi nataka nikuambie, tunakuuliza tu swali moja, ya kwamba Wakenya wakiamua tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, wewe utakubali kwenda nyumbani ukishindwa, na hautapanga maandamano, hautapanga fujo, hautajiapisha, utafunga virago na uende nyumbani. Tumekubaliana? Embakaze tumekubaliana? Embakaze tumekubaliana? Tuko pamoja? Hebu nione Embakaze kama tumekubaliana, Embakaze kama tumekubaliana. Yes. Na nilimwambia huyu Bwana Kitendawili awaje ujinga ya mambo ya bedroom. Hakuna bedroom ya mtu Kenya hii. Hii ni bedroom ya Wakenya wote. Na hii Embakazi tutakuja na kukuja na kukuja na kukuja tena. Tunaelewana? Tunaelewana? We will not allow anybody to balkanize the country and create bedrooms. We will not allow anybody to instill fear in the people of Kenya by spreading violence. We will not accept any measures that makes the people of Kenya fearful. We as the Hustler Nation, we are selling hope to the people of Kenya, and we believe every citizen of Kenya can be tapped tomorrow going forward. Embakaze tumekubaliana? Si shetani ameshindwa? Si shetani ameshindwa? Si walikuwa wanafikiria kwamba hatutafanya hii mkutano? Shetani ameshindwa ama bado? Shetani amefanya nini? Shetani atafanya nini? Na tarehe 9 mwezi wa 8 shetani atafanya nini? Si atashindwa? Asanteni sana Embakasi. Mimi nawapenda sana, na watakia baraka ya Mungu. I love you guys. Ngoja. Tuko na hebu ngoja. Hapa. Sema jina. UDA! Mimi kwa majina najulikana kama James Changamu. Nimesimama